Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, rais wa taifa hilo, leo anatarajia kuapishwa Mei 12, ambapo imekuwa ni umuhimu mkubwa katika historia yake ya kisiasa ya uongozi wa Uganda. Museveni huendelea kutumia tarehe hiyo ambayo ni 12 kila mwaka mwezi wa 5 kama tarehe yake ya kuapishwa. Wow, kabisa. Mara sisi inaonekana ni tarehe ya inatokana na kumbukumbu ya matukio makubwa ya kisiasa yaliyotokea Uganda mwaka 1980 ambayo yaliweka msingi wa safari yake ya kuingia madarakani miaka kadhaa baadaye. Kwa hiyo huwa chaguzi ufanyike vyovyote, lakini Mei 12 ndio siku ambayo anaapishwa. Mei 12 na ushawishi mkubwa kwa sababu mwaka 80 tutakumbuka, na kimsingi mwezi huo ndio operesheni zilianza za kuondosha utawala uliokuwa madarakani. Ndio wakati, unajua, Rais Museveni kabla hajawa muasi dhidi ya serikali ya wakati huo alikuwa ni mwanajeshi wa kawaida katika jeshi la Uganda. Kwa hiyo mwaka 80 ndio rasmi alionekana kutofautiana na utawala wa wakati huo, na akaingia msituni kwa ajili ya kuanza mapambano, na miaka 5 baadaye mwaka 1986 akaweza kukomboa taifa la Uganda, na ukawa ndio mwisho wa utawala wa muda mrefu sana wa rais aliyekuwepo Milton Apollo Obote katika nchi hiyo. Kwa hiyo ni tarehe ya kipekee, na leo ni siku ya mapumziko katika nchi ya Uganda. Na umesema vizuri kwamba hii tarehe 12 Mei ni maalum kwake kwa sababu tarehe hiyo mwaka 1980 aliyekuwa rais wa Uganda wakati huo Godfrey Binaisa aliondolewa madarakani kupitia mabadiliko ya kisiasa yaliyohusisha viongozi wa kijeshi na wanasiasa waliokuwa wakipinga utawala wake. Museveni alikuwa sehemu ya harakati hizo kama ulivyosema. Kabisa. Ndio maana anaifanya hii tarehe kuwa maalum. Tutawakilishwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, takuwepo kule pia. Jana jioni taarifa ilitoka rasmi kwamba ni miongoni mwa viongozi watakaohudhuria kabisa shughuli hiyo. Jirani yetu huyo kabisa bana. Ndio. Wewe endelea kutuandikia maoni yako kupitia 0683802966. Bado tunayo mengi ya kuzungumza kupitia Morning Express. Tunarudi 101.4 East Africa Radio Singida. Together tunawakilisha. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill dakika 0 tu. Tunarudi. Dakika 120 za kisports zilizoshika viwanjani siku nzima. Shindana siku zote na mamlaka, utakuja utaumia. Simba hata akicheza na wagonjwa kutoka mambo yaweze kuwa mazuri. Karibu na mchambuzi wetu wa zamu leo ni ndugu yetu Leonard Chakupewa Soza. Shwari ndugu yangu? Shwari kabisa, Mungu ni mwema, kumekucha salama, tuko vizuri. Mambo yanasemaje? Bwana, kwa kweli mambo ni bam kabisa. Naam. Haya bwana, dakika ni 31 baada ya saa 11. Karibu sana, na tuanze kwa kutazama yale ambayo yanajiri kwa upande huu wa Afrika Mashariki, ambapo miongoni mwa taarifa ambayo kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki imekuwa ikizungumzwa ni ziara aliyoifanya rais wa Ufaransa nchini Afrika, barani Afrika, na hususan pia jana akiwa pale nchini Kenya. Ingia pale Kenya juzi kwenye ziara ambayo pia iliambatana na mkutano Faransa, mkutano wake wa Afrika ambao imeufanya pale Nairobi kabisa, kiimarisha uhusiano na Kenya na kufungua ukurasa mpya wa diplomasia ya biashara, inaelezwa hivyo kabisa. Mkutano huo umeonekana kuwa zaidi ya mkutano wa kawaida wa diplomasia kati ya Afrika na Ufaransa. Wachambuzi wengi ukisoma kwenye uchambuzi zao wanasema mkutano huo unaonyesha viwazi vipaumbele vya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na rais wa Kenya William Ruto katika ziara za kimataifa, uchumi na ushawishi wa kimataifa. Ni ziara ya aina gani ya Macron? Inabadilisha nini na inaleta nini Afrika, hususan Kenya? Katika bara la Afrika, Ufaransa imekuwa moja kati ya washirika kutoka katika Umoja wa Ulaya kwa muda mrefu sana. Lakini ukiangalia kwa miaka ya karibuni kidogo, inaonekana ushirika wao na baadhi ya mataifa ya Afrika uliingia mushkeli, hasa kwa mfano miaka ya 2020 na kuendelea, baada ya kuingia katika sintofahamu na mataifa ya ukanda wa Afrika Magharibi kama Niger, Burkina Faso, lakini pia
Mali, mataifa ambayo yanatawala za kijeshi. Sasa katika hatua hiyo, unakumbuka kulikuwa na kampeni iliyokuwa inaendelea baina yao, inaitwa Barkhane Anti-Jihadist Operation, iliyokuwa inahusisha majeshi zaidi ya 4,000 ya nchi ya Ufaransa yakipigana dhidi ya makundi ya kijihad kama JNIM, Tuareg na kadhalika katika ukanda huo kwa kushirikiana na serikali za nchi husika. Lakini ikaonekana kwamba Ufaransa na majeshi yake kuna undumakuwili walikuwa nao katika kufanya shughuli hizo na serikali za nchi hizo. Kwa hiyo baada ya kusimamishwa kwa mkataba huo baina yao mwaka 2022, Ufaransa ni kama ilipoteza ushawishi katika mataifa hasa yale ya ukanda wa Afrika Magharibi. Kwa hiyo kinachotokea leo Nairobi kupitia Africa Forward ni sehemu ya mkakati mpana wa taifa la Ufaransa kujaribu kufufua ushawishi wake na kuongeza ushawishi wake katika bara la Afrika, hasa eneo la kusini na mashariki, baada ya ushawishi wake upande wa magharibi hasa na kaskazini kuonekana kuchechemea kwa miaka hii ya karibuni. Na utaona kwamba katika mazungumzo yake pamoja na mambo mengine alisisitiza kwamba katika taifa kama Kenya mikataba 11 iliyosainiwa itakwenda kupelekea uwekezaji wa zaidi ya dola bilioni 1, zikihusisha sekta mbali za maendeleo, kwa mfano uvuvi, elimu, madini, na maeneo mengine tofauti. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni ziara ambayo unaweza kusema kwa mataifa haya zaidi ya 30 ambayo yanashiriki mkutano huo itakuwa ni ya faida, na binafsi ningetamani kuona kwamba Africa Forward ikija kuwa mwarobaini wa changamoto nyingi ambazo zimekuwa zikitatiza hasa katika mataifa yetu kwenye huduma mbalimbali za jamii na hata miundombinu, kwa kweli hasa katika mataifa yetu ya Afrika Mashariki na Kati. Kwa kweli euro bilioni 23 za uwekezaji zimetangazwa barani Afrika na rais huyo wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambapo alitangaza kupitia mkutano huo wa Africa Forward kwamba euro bilioni 23 zimetangazwa. Ndio euro sio dola. Euro bilioni 23 kabisa zimetangazwa kwa Afrika, ikiwa ni pamoja na euro bilioni 14 katika uwekezaji wa kibinafsi na wa umma wa Ufaransa pekee, wakati akifunga pia jukwaa hilo la biashara la mkutano wa kiuchumi kati ya Ufaransa na Afrika. Ndio alipotoa hiyo taarifa kabisa kwamba Afrika tunakwenda kufaidika na hilo. Ni jambo la kufurahisha kwa kweli, swala kutafuta ushawishi ushawishi mpya, sababu alikiri kwamba zama za ushawishi wa Ufaransa Afrika kama zimepita hivi. Zimepita kama tulivyo. Anafufua kwa sababu Ufaransa unajua ina historia ya mkanganyiko katika bara la Afrika. Utakumbuka kipindi cha ukoloni ni moja kati ya yale mataifa ya Ulaya ambayo yalikuwa yana nchi nyingi au yana makoloni kwa wakati ule. Kwa Afrika karibu nchi 14 zote zilikuwa ziko chini ya ama Ufaransa au wakoloni wenye kunasibishwa na Ufaransa kiutamaduni, kwa mfano Ubelgiji. Utakumbuka Ubelgiji imekuwa mtawala wa Rwanda, mtawala wa Burundi, lakini pia hata nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mataifa mengine. Kwa hiyo ni nchi ambayo kipindi cha ukoloni ilikuwa na ushawishi mkubwa, lakini baada ya ukoloni na miaka ya baadaye inaonekana ushawishi huo umekuwa ukiendelea kuyumba kutokana na sababu mbalimbali kulingana na taifa lenyewe walilokuwa kihusiana nalo. Morning Express. Taarifa nyingine ambayo pia ipo inahusu ukanda huu Afrika Mashariki. Umoja wa Mataifa kupitia katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres ametangaza upanuzi wa makao makuu ya umoja huo jijini Nairobi, ambapo sasa utaifanya ofisi hiyo ya kuwa ofisi ya 3 kwa ukubwa duniani kabisa pale Nairobi, Kenya. Katibu mkuu pamoja na rais wa Kenya William Ruto walizindua upanuzi huo
Umoja wa Mataifa unatumia zaidi ya dola milioni 340 kupanua ofisi zake jijini Nairobi. Itakuwa ofisi ya 3 ya Umoja wa Mataifa kwa ukubwa duniani. Ofisi ya UN ya Nairobi ndio ofisi ya kanda ya Afrika, na ni kweli wanafanya upanuzi kwa sababu unajua kumekuwa na kauli kwamba kwa namna moja au nyingine kama ni ofisi ya bara ni lazima iakisi ile taswira halisi ya kikanda kwamba kweli hii kwa sababu maafisa wote wa UN kabla hawajaenda taifa lote lazima kwanza waje Nairobi. Kwa hiyo ni sehemu ya mkakati wa UN kuipa sura mpya ofisi hiyo ya kikanda ya bara zima. Nakumbuka bara la Afrika ni moja kati ya yale maeneo ya ulimwengu yenye watu wengi sana kuliko hata mataifa mengi sana ya Ulaya au ya ulimwengu. Kwa hiyo kuipa hadhi ya tofauti, kuiongezea ubora kwa habari ya miundombinu ofisi ya kanda ya Afrika kunalifanya shirika lenyewe kuonekana kwamba kweli wanatoa kipaumbele kwa bara la Afrika, kwa sababu moja kati ya changamoto ambazo zimekuwa zikionekana si tu ndani ya Baraza la Usalama lakini pia hata katika mkutano mkuu ule wa Baraza Kuu ni kuonekana kwamba bara la Afrika mbali na kunyimwa wakilishi wa kudumu katika Baraza la Usalama, lakini kuna namna fulani linabezwa licha ya kwa namba ya watu kuwa na idadi kubwa sana, lakini pia hata kimkakati tutakumbuka ni bara lenye rasilimali za kila aina, na mataifa mengi haya yakiwemo yale ambayo yanamiliki kura ya turufu katika Baraza la Usalama na Umoja wa Mataifa kwa ujumla, mengi yana survive kwa sababu ya rasilimali ambazo wanatoa katika bara la Afrika. Kwa hiyo kuongeza uboreshaji wa miundombinu ni sehemu ya Umoja wa Mataifa kujaribu kusema jamani, tunawazingatia Afrika. Bara la Afrika ni sehemu muhimu msingi sana. Ndio maana wanachukua hatua kama hizi kutokana na kelele na sio kelele, kimsingi malalamiko ambayo bara la Afrika limekuwa nayo hasa ndani ya vikao vya Baraza Kuu, lakini pia hata wale wanaopata nafasi ya kwenda kuwa wawakilishi katika Baraza la Usalama, kwamba kwa nini licha ya wingi unaopita zaidi ya bilioni 1 na ushe wa watu, lakini hatujapata uwakilishi katika Baraza la Usalama, au ushawishi wetu katika bara la Afrika unaendelea kupungua, wakati sisi ndio unaweza kusema kama bedrock au ndio benchmark ya uchumi wa ulimwengu hasa kwa habari ya rasilimali. Sawa bana, hiyo ni kutokea kwa Umoja wa Mataifa ikihusisha kupanua ofisi yake ya jiji la Nairobi, ambayo itakuwa ofisi ya 3 kwa ukubwa barani duniani, ikitokea hapa ukanda wa Afrika Mashariki. Ni jambo la kujivunia kabisa Afrika Mashariki kuwa na senta kubwa kiasi hicho kwa ajili ya chombo hicho muhimu cha kufanya maamuzi duniani. Kwa hakika. Morning Express.